Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakika leo nina furaha isiyokuwa na kifani. Ndugu zangu, suala la biashara, kwanza lazima tufahamiane. Dini yetu tukufu ya Uislamu ni dini ambayo imehalalisha biashara. Qur'ani tukufu inasema, sura ya 2 Al-Baqara, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Na Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hiyo biashara ni halali, na Uislamu umeagiza Waislamu wafanye biashara, na Uislamu umeharamisha riba, na vile vile Uislamu umewekea taratibu biashara zetu. Yani Muislamu hapaswi kufanya biashara kiholela anavyotaka yeye, anapaswa afanye biashara kwa mujibu wa misingi ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Kwa mfano, naweza nikawastua hapa na nikaenda kidogo kinyume na baadhi ya wachangiaji wenzangu. Swali la kizushi, kwa sababu tuko vijiweni, au sio? Uislamu umeweka kiwango maalum cha faida katika biashara? Swali hilo nani anaweza kunijibu? Je, Uislamu umeweka faida maalum au kiwango maalum cha faida katika biashara? Jawabu, hapana. Uislamu haujaweka kiwango maalum cha faida katika biashara, bali Uislamu hilo umeliacha baina ya wanunuzi na wauzaji na hali ya soko kwa ujumla, kwa pamoja. Na si dhambi ikiwa umenunua simu 1,500,000 ukauza 2,200,000, si dhambi. Uislamu unachosema tu, yasiru wala tuasiru, nyinyi wafanya biashara wafanyieni wepesi wateja wenu na msiwape ugumu. Na pia Uislamu unakataza kuweka bei kandamizi kiasi ambacho unakosa mnunuzi. Mfano, ndugu yangu, unauza bei gani kikombe hichi? Bismillah, na nakitesti kabisa. Jamani, kasema anauza ngapi hiyo? Hii ni tangawizi, anauza 100. Kuanzia kesho akisema tangawizi kikombe cha kahawa kimepanda 300, mtanunua au 500? Simekula kwake, si ndio hivyo Kwa sababu kikombe cha kahawa kama hichi, wauzaji wote wa kahawa na tangawizi hawazidisha, hawafikishi shilingi 500. Kishki TV, nuru ya dini yako.